Nashukuru sana Mungu wapendwa. Mimi kwa jina ni Nabii Samuel Akama. Mimi ndiye yule ambaye huenda mmemsikiza kupitia kwa redio, mmenitazama, mmeniona kwenye TV tofauti tofauti katika nchi ya Kenya na hata katika nchi zingine za jirani, na ninaamini Mungu ya kwamba bado nitaendelea hata kufikia mataifa ambayo sijafikia, kuambia kwamba Kristo Yesu ndiyo mambo yote, ya kwamba Mungu anaokoa. Mimi nilikuwa mganga, na kukua kwangu mganga haikuwa ni kupenda kwangu. Nilikuwa tu ninaugua ugonjwa wa kifafa. Sasa wazazi, kama vile ambavyo wazazi wanaweza wakatafuta uponyaji wa mtoto wao, so katika ile harakati ya kuweza kutafuta matibabu yangu, waliweza hata kufika kwa waganga, na pale ndio nilichukuliwa na mganga mmoja, akaweza kuishi nami akisema kwamba ananitibu, na kumbe haja yake kubwa ilikuwa ni kumfanya nikuwe mganga kama yeye, yaani tusaidiane kazi. Leo hii ninakuja kwako kupitia kwa channel hii ya Sacred TV, niongee nawe kuhusu jambo ambalo wengi wanaweza wakalichukulia ni jambo la kawaida, lakini ni jambo ambayo linahuzunisha sana. Nimeiongea kwenye channel hii na nimekuja kugundua kwamba channel hii bado ni ndogo, na kuna wengi ambao wako kwenye channel hii na hawako kwenye channel zingine. Nimekuja niweze kuzungumza na wewe kuhusu kama vile ambavyo waganga wanawatesa watu, kuwatumia magonjwa. Yaani nimekuja kwako nikuambie ukaweze kujichunguza, uangalie na uone ile ugonjwa ambayo uko nayo, ama ile ugonjwa ambayo mtoto wako ako nayo, ama ile ugonjwa ambayo mama ako nayo, ama rafiki, ndugu ama dada. Ni ya kutumwa, ni ya kutengenezwa na kutumwa, ama tu ni ugonjwa ya kawaida. Na leo hii nitakuwa ninazungumzia science to know if ile ugonjwa uko nayo, ama ile ugonjwa ambayo watu wako nayo ni ugonjwa ya kutengenezwa na kutumwa, ama ni ugonjwa tu ya kawaida. Yaani najaribu kusema nini? Kuna magonjwa ambayo hata ukienda hospitali kutafuta matibabu hauwezi ukapata, kwa sababu ni magonjwa ambayo yametengenezwa na waganga na wachawi. Na naenda kupeana science za kujua kwamba hii ugonjwa sio ugonjwa ambayo ni ya kawaida. Nasema kuna magonjwa ambayo ni ya kawaida, maana ni magonjwa yanayotibiwa na madaktari, lakini kuna magonjwa ambayo sio ya kawaida. Ni magonjwa ambayo unafaa kumtafuta Mungu akusaidie. Maana nakumbuka nilipokuwa kule tukifanya uganga, tulikuwa tunatengeneza ugonjwa na tunaweza tukarushia mtu. Sababu ilikuwa ni kwamba wateja ambao walikuwa wanakuja pale walikuwa wanaweza kuja wakasema kwamba kuna huyu ni adui yangu, ama kuna huyu ndugu yangu nataka nimwharibie kazi, kuna huyu dadangu nataka nimwharibie ndoa, kuna huyu rafiki yangu ambaye nataka nimwharibie biashara. Sasa pale unajua kuna ile maswali unaulizwa na mganga.
unauliza kwamba tumharibie kwa njia gani, alafu unapewa options ukaweze kuchagua kwamba wewe unataka aharibiwe kwa njia gani. Sasa hapa ndio unapata kwamba magonjwa yanakuja kuingilia. Unasikia mteja anasema kwamba mimi huyu nataka aharibiwe kupitia kwa ugonjwa. Yaani ugonjwa unaweza ukatumiwa kumharibia mtu kazi. Maana pia wanadamu wako na information kuhusu kazi. Kuna makampuni ambazo mtu akiwa mgonjwa, kuna muda ambayo wanaweza bado wakawa wanamcontain huyo mgonjwa, lakini kuna mahala ambapo inafika wanasema hapana, sasa mahala ambapo imefika itabidi huyu mgonjwa tumuachilie. So hapo ndio sasa unasikia kwamba mtu amepoteza kazi, na utapata kwamba mara nyingi ni ile ambapo mtu atakwambia kwamba mimi nilipoacha tu kazi na hiyo ugonjwa ilipata kuniondokea. Na watu wengi wataweza hata kujitia moyo na kusema kwamba labda ni ile hali ya hewa ambayo iko mahali pale ndio ilikuwa inanisumbua. Kumbe tu sio kwamba ni hali ya hewa. Mtu mwingine atakwambia kwamba ile tu siku niliacha kazi, the following day nilianza kusikia vizuri. Hiyo ni ugonjwa ya kutumanwa. Mtu atakwambia kwamba nilipotoka tu ng'ambo nikarudi Kenya, ugonjwa yangu ile ilikuwa inanisumbua. Wanaitanga ugonjwa yao. Hakuna ugonjwa ya mtu. Mungu hakuumba ugonjwa. Ni ugonjwa ambayo wewe umetumiwa. Ndio sababu unapata kwamba unapoendelea vizuri, hii ugonjwa inakuja. Pia mtu anaweza akarushiwa ugonjwa ambayo ni ya kumtoa katika ndoa. Kuna mambo ambayo kama sio Mungu, wanadamu hawawezi wakastahimili binti akikuwa nayo katika ndoa. Kwa mfano tu, nimeongea kwingi nikisema kwamba mtu anaweza akarushiwa ugonjwa ya kutokwa na damu ambayo haishi, yaani periods ambayo unapata kwamba mtu aishi. Mtu atakwambia kwamba mimi niliweza kuwa na period for 6 months. Mtu atakwambia kwamba mimi nimekuwa na periods for 2 years. Na hiyo ndio sababu ambayo ilifanya nikatoka kwa ndoa. Maana mume alianza kuniona nikana kwamba mimi sio kitu. Na atakwambia kwamba nilipotoka tu kwa ndoa, hiyo period sijui vile iliishanga. Sababu ya kutojua vile ambavyo iliishanga ni kwa sababu ilikuwa imetumwa. Ili kwamba iondoe mwanaume katika maisha yako. Kuna magonjwa kama uendazimu ambayo tulikuwa tunatengeneza kule na tunarushia mtoto wa mtu. Mungu anisaidie, na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amesema kwamba hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama damu, zitaoshwa, zitatakaswa. Na ndio sababu mimi silali, sipumziki. Kuna wale wananipigia simu leo wananipata niko Uganda, Jinja. Kesho wananipigia simu wananipata niko Kampala, niko Entebbe,
niko Mbarara ni kwa sababu ya yale ambayo tulifanya nikiwa mimi ni muhusika kuyafanya katika uganga kule. So I am trying, I'm praying to God, na nilimwambia Mungu kwamba sitapumzika, nitakutumikia kulipiza kisasi katika ufalme wa giza. I don't rest. Leo niko Kisumu, kesho niko Eldoret, hiyo siku ingine niko Mombasa, niko wapi. Wengine hata ninaenda kwa maboma zao kuwaombea. So tuliharibu watu, kwa hivyo lazima pia nihusike kwa kuwarudishia maisha yao. So nilikuwa nasema kwamba unapata ndoa imesambaratika kwa sababu ya kile ambacho kimekuja kama ugonjwa, na iko tu na lengo. Ukitoka kwa ndoa wapi? Some of us are even barren, not because Mungu alitaka uwe tasa. Ni kwa sababu kuna mtu ambaye anajua kwamba the only way kukutoa katika hiyo ndoa ni kukufanya uwe tasa. Na hapa kwa tasa ni kana kwamba kuna neema ambayo Mungu ameachilia juu yangu, because most people who have come to me eti ni tasa, Mungu anajibu maombi yao, tena anajibu kwa upesi sana. Nashukuru sana Mungu kwa hiyo neema. Sasa mtu akijua kwamba huyu mwanaume, because kuna some societies ama kuna communities fulani ambazo kama mwanamke hawezi akapata ujauzito, basi huyo mwanamke wanaonaga kwamba hafai katika hiyo jamii. Kwa hivyo kuna maybe unatoka katika mahali kama hapo. So when your enemy, wakati adui wako anaenda kwa mganga, anajua vizuri ya kwamba kile ambacho ukifanyiwa utapata kutoka katika hiyo ndoa. So that is what they do. Na unatengenezwa pale. Maana wasomi watakuambia kwamba walifundishwa kwamba hakuna mnyama ambaye anaweza akakuwa barren. So these things are done by wachawi. So magonjwa ambayo hutumwa kwa watu from that kingdom zinatumwa na sababu yao. Kuna kuanga na reason ya kutumwa. So how will you know? Number one, ni wakati ambapo unapata kwamba hii ugonjwa haitibiki na inakuja kuisha yenyewe wakati umetoka kwa ndoa ama kwa kazi, inakuja kuisha. Ama mtu anakuambia kwamba nilipotoka Nairobi magonjwa yangu iliisha. Ni kwa sababu kuna adui ambaye akisikia uko Nairobi anaumwa. Nilipotoka Kisumu, you can name the towns
I'm just giving an example ya kwamba mimi niliporudi Kenya, that was the end of ugonjwa ambayo ilinitoanga kule. So unapata kwamba mtu huenda is in the village ama hata ako Nairobi na hafurahii wewe pia kukua na yeye uko Nairobi, ama kusikia kwamba you are flourishing. So he finds a way and he goes to a witch, na anapoenda pale kwa mganga anaongea na mganga anamwambia kwamba tumrushie ugonjwa ambayo itamuhamisha. And some of these people, they are your close friends they will even come to you and advise you ya kwamba kama imeshindikana Nairobi, nenda ujaribu nyumbani. Kumbe anasaidia tu ule mganga kukurudisha nyumbani, anasaidia tu ule mganga kukutoa kazini. Kuna yule ambaye aliniambia kwamba yeye every time alikuwa akienda kazini, nini yake inajifunga, kifua inajifunga kabisa. But the moment aliacha hiyo kazi, hivyo ndivyo na pia ile ugonjwa na ile kifua kujifunga iliisha. I came to you to let you know that this is witchcraft. Ni uchawi unatumika. Usikubali. Mtafute Mungu akusaidie. Pia mtu anaweza akatumiwa ugonjwa ya kummaliza pesa, asifanye maendeleo yoyote, so that pesa zote ambazo zinaingia katika mikono yako zinaenda hospitalini. Pesa yote. Ni ugonjwa ambayo inaanzanga tu ukikaribia mshahara. Pengine ni wewe, pengine hata sio wewe, is your mother. And because they know that parents love their parents, that children love their parents. So what they will do is kutumia mzazi ugonjwa, ili kwamba unapopata mshahara, pesa zako ziende zitumane hospitalini, usifanye maendeleo yoyote. I came to you as a servant of God. And there are so many other reasons ambayo hufanya watu waendee wenzao kuwatumia magonjwa. This is just part 1. Maana pia nimekuja kugundua Kenya kwamba watu wengi hawachukui muda kusikia mafundisho kutoka mwanzo hadi mwisho. And that is why I've done just this short video. But I know it will open your eyes. Kuna jambo ambalo utajifunza kutoka kwa hii. Na kama uko pale ungependa kunifikia, namba yangu ya simu ni 0722 7278 67. 0722 72 78 67. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue. Mungu akutende mema. In Jesus' name.